Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeandaa chai. Mama Dorothy Gwajima alitushauri pia tuandae chai hiyo. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeandaa chai kwa ajili ya ukumbi huu. Nilikuwa naona kuna wasiwasi, wamepoa kidogo. Inawezekana labda ni mawazo kwamba tutatokaje. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na meza kuu yote kwa ujumla, kwanza ni kushukuru sana kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu na kubwa lenye ustawi mkubwa kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukuthibitishie mimi pamoja na wenzangu kwamba mkoa wa Dar es Salaam upo salama sana, na tumesikia kwa mujibu wa ratiba kwamba kuanzia tarehe 20, 21, 22, 23 mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi atakuwa na ziara katika mkoa wa Dar es Salaam wa kampeni, kama ambavyo tumefanya kwa wagombea wengine wote wa vyama vingine vyote vya siasa. Wamefika katika mkoa wetu na wameondoka salama. Tunakuthibitishia pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na Chama cha Mapinduzi mlioko hapa, kwamba sisi kama serikali tuna wajibu tu mmoja wa kuhakikisha kwamba wale wagombea wote wanakuwa wanapata amani watakapokuwa katika mkoa wetu. Kwa hiyo tunakuthibitishia kwamba mgombea pia wa urais wa Chama cha Mapinduzi akifika hapa atafanya kampeni yake na ataondoka salama. Lakini jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kushukuru sana kwa namna ambavyo umeshughulikia tatizo kubwa sana la mabasi yaendayo kwa kasi. Ndugu zangu wananchi, naomba tumpigie makofi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mabasi haya yalikuwa yanatunyima usingizi, lakini kwa maelekezo yako tumepata mabasi mengi na tutapata mabasi mengi zaidi, ili Watanzania hawa sasa waondokane kabisa na tatizo hilo ambalo limedumu kwa muda mrefu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa barabara hii ya Ubungo, tatizo lililobaki sasa ni kipande kidogo sana ambacho kimekuwa kina foleni kubwa kwa muda mrefu, na hicho ni kipande cha kutoka Ubungo kwenda mpaka pale Kimara mwisho. Ni kipande ambacho sasa kinajengwa kutoka Samno Juma Road kwenda moja kwa moja mpaka Kimara, kilomita 13. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara kutoka Ubungo kwenda mpaka pale Kimara ili ziwe njia 8 kama zilivyo zile zingine, ujenzi wake kwa sasa umefikia zaidi ya 75%. Tumetengeneza mitaro ya maji kwa kuilaza chini kilomita 5. Tumetengeneza chambers zinaitwa manholes 280 na ambazo zinaachana nafasi kwa mita 35 kila manhole moja. Na mradi huu Mheshimiwa Waziri Mkuu ni wa bilioni 83. Tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba tunamshukuru mno. Tunaamini tatizo pia la barabara kwa kipande hicho litaisha. Naomba tumpigie makofi mengi sana pia Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekuwa pia na matatizo makubwa sana hapa Dar es Salaam, na tatizo mojawapo ni barabara kufungwa nyakati za mvua. Jangwani inafungwa, Kigogo inafungwa, na madaraja mengineyo mengi sana yanafungwa kwa sababu maji yana overflow. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba daraja la Jangwani sasa limeshaanza kujengwa. Na daraja la Jangwani Mheshimiwa Waziri Mkuu linajengwa kwa bilioni 97 na litakuwa lina urefu wa mita 390. Kutoka chini ya ardhi kwenda juu litakuwa na mita 10. Lakini tunaita pia litakuwa na barabara zingine za watembea kwa miguu. Lakini litakuwa pia na cables ambazo wengi huwa mnadhani ni mapambo. Mkiangalia kama ile daraja la Tanzanite, kuna kama kamba zimepita pale. Zile Waingereza wanasema zile ni kamba ambazo ni kwa ajili ya
kuleta vizuri zaidi nguvu ya daraja lenyewe. Na Waingereza anasema all forces of the bridge is subject to cables, kwa maana kwamba zile nguvu zote sasa zinakuwa zinashikwa hapo. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupelekee pia salamu kwa Mheshimiwa Rais kwa kuanza kulijenga daraja hili litakalochukua miezi 24. Naomba tumpigie pia makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekata pia na kuanza kujenga daraja la Kigogo. Kwa wale mnaofahamu pale Kigogo, daraja lile linajengwa kwa bilioni 17. Lakini pia daraja la Mkwajuni tumekata, nalo liliko linajengwa kwa bilioni 11.6. Lakini ukienda kule Mtoni Mtongani, tulikuwa tunakesha pia muda wote. Daraja pamoja na mitaro nalo limeanza kujengwa kwa bilioni 24.6. Lakini ukienda kule Kigamboni, daraja la Nguva, maji yalikuwa yanajaa mpaka juu, wala Kigamboni mnafahamu, linajengwa kwa bilioni 92.4. Na kutoka chini kwa na mita 8. Lakini wale mnapofahamu pia pale Kigamboni, geti jeusi tunajenga pia pale Karavat pamoja na mitaro kwa bilioni 94.2. Naombeni mpigeni makofi sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona niyaseme haya kwamba nyakati hizi za kampeni watu wasije wakadhani serikali nayo imeenda likizo. Serikali inaendelea kusimamia ujenzi wa miradi hiyo ili shughuli za kiuchumi zisisimame. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa nyuma kidogo tulikuwa na tatizo la mambo ya umeme. Tupelekee pia salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba umeme katika mkoa wa Dar es Salaam sasa umeanza kuwa stabilized kwa kiasi kikubwa sana. Nikupe tu taarifa ndogo Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dar es Salaam tuna plants ambazo zinazalisha gesi lakini na umeme wa gesi. Tuna Ubungo 1, Ubungo 2, Ubungo 3. Tuna Kinyerezi 1 na Kinyerezi 2 pamoja na Tegeta. Zote hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu zinafanya production ya megawati 952. Lakini sisi Dar es Salaam tunatumia megawati 650. Maana yake ni kwamba tatizo la umeme kwa sasa sio kama lilivyokuwa awali. Tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba Dar es Salaam tuna miradi ya trilioni 1.3 ambayo moja ni kwa ajili ya kubadilisha nyaya za umeme zile za zamani na kuweka mpya ili angalau Watanzania tena msipate tatizo tena la masuala mengine yanayohusiana na mambo ya umeme. Naombeni katika hili la mambo ya umeme, ndugu zangu wananchi, tumpigie pia makofi sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anayoifanya. Na jambo jingine Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dar es Salaam kwa sasa tuna tatizo kidogo la maji. Wale ambao mnatoka huko majumbani mnaweza mkaniunga mkono. Uongo jamani, uongo kweli? Tatizo la maji kidogo lipo alipo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dar es Salaam tumekuwa na tatizo kidogo la maji. Sisi hapa Dar es Salaam tunafanya production ya almost lita milioni 596. Na mahitaji yetu sisi ni almost lita milioni 540. Ukienda Ruvu juu na ukienda Ruvu chini hakuna kabisa tatizo la maji. Tatizo linaanzia wapi? Kuna mtambo mikubwa ya kusukuma maji ambayo ilipata hitilafu. Na mitambo hii haiuzwi dukani, ni mpaka upeleke mahitaji ili mitambo hiyo izalishwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 6. Mitambo imekwenda kuzalishiwa India. Na mitambo hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu tayari imekwisha fika hapa Dar es Salaam. Na tayari mitambo hiyo itafungwa ili kuanza kusukuma maji. Wale mnaotoka Kinyerezi mtaungana na mimi kwamba kuna bwawa kubwa, kuna tenki kubwa la Bangulo limejengwa. Na baada ya kujengwa tulitarajia kwamba maji sasa yao yanapatikana. Lakini tukaja kugundua kwamba mabomba yanayopokea maji kutoka kwenye tenki yanahitaji pia kubadilishwa, kwa sababu mabomba yale ni madogo na maji yanaposhuka kwa gravity kubwa mabomba yako ya chini yanaelemewa. Ninayo taarifa kwamba DAWASA tayari wanaanza kushughulikia tatizo hilo haraka iwezekanavyo ili watu walioko
kwa ili watu walioko kule Kinyerezi, Segerea, watu walioko Pugu na Pugu Station, watu walioko Ukonga waweze kupata maji, pamoja pia na watu wa Kibamba waweze pia kupata maji hayo kwa haraka mkubwa sana. Kwa kuna bilioni 6 zimeshatolewa na tayari mitambo imeshazalishwa, tayari mitambo itafungwa na tatizo la maji litakwisha. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona nifafanue haya machache ili watu tusije tukadhani kwamba serikali yetu imelala. Na mwisho, kwa zoezi linaloendelea tarehe 29 mwezi huu, sisi Dar es Salaam tunawapiga kura waliojiandikisha 4,420,912. Watu hawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuthibitishia kwa wote watakaojitokeza kupiga kura, hakuna jambo lolote baya litakalowakuta. Nyanyukeni mkapige kura. Yale makundi machache ambayo yanajinasibu katika mitandao, achieni kwenye vyombo vya dola, watashughulika nao vizuri kabisa bila kelele, na ninyi mtapiga kura yenu bila kelele. Wale wanaojizima data, tutawawasha data ili network ishike vizuri, waone kinachoendelea. Na sisi tunaitwa wanachotaka tunataka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema haya, nimkaribishe Mheshimiwa Waziri Gwajima ili aweze kutupa maelezo mafupi, alafu kisha kukaribishe wewe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Halo wafanyabiashara, punga mkono kwa